Shalom, watu wa Mungu. Nasikitika kuwajulisha kwamba mke wangu pia ameondoka pale kanisani na kuja mafichoni huku niliko. Sababu ni kwamba tayari palikuwa na hatari na madhara mengi ambayo yalikuwa yanaelekea kutokea, ambayo pengine machache baadhi nitayaelezea kidogo hapa. Na naweza nikatoa kama sababu 5-6 hivi za ni kwa nini amechukua hatua hiyo ili kuepuka madhara hayo. Jambo la kwanza ni kwamba kabla na hasa baada ya kuuawa kwa mtoto wetu wa pekee Wokovu, mke wangu tunaishi kama mapacha, na tulipokuwa na mtoto tulikuwa tunaishi kama mapacha watatu. Ni kwamba hatujawahi kuwa mbali. Mimi na mke wangu hata kabla ya kupata mtoto 2010 tulikuwa ni vigumu sana kutokuwa pamoja hata kwa siku moja au mbili. Yaani wiki haijawahi tokea kutokuwa pamoja. Mara nyingi nilipo yupo, ninapohubiri, ninapofanya mkutano, ninaposafiri kwenda kokote anakuwa yuko hapo. Ilikuja kutokea mara moja tulipokuwa gerezani, ndipo hatukuwa pamoja kwa miezi 4 na siku 17. Lakini kiujumla pale ninapokuwepo ndipo anapokuwepo. Kulikuwa na sababu gani ya kuishi maisha ya aina hiyo? Tumewezaje kuishi maisha ya aina hiyo? Kulikuwa na faida kiasi gani kuishi maisha ya aina hiyo? Naweza nikachambua, lakini kwanza nirudi kueleza hatari, madhara ambayo yalikuwa yamekaribia sana kutokea. Kama nilivyosema, jambo la kwanza ni kwamba kwa mimi kutokuwepo tayari alikuwa anashindwa kula, anashindwa kulala, kwa sababu pia ni mtu anayependa kama nitauawa au ni yeye atafariki au ni mimi nitauawa, angekuwa pale nilipo, aone mpaka dakika ya mwisho kilichofanyika karibia na mwisho au mwishoni kabisa. Na hata kuna wakati anaonaga anaweza akafanya kila namna ikiwezekana na yeye afe pamoja nami wakati huo. Kwa hiyo kwa maisha hayo ilikuwa ni vigumu sana kujua hali yangu, kwamba huko niliko nina hali gani, kitanikuta nini wakati gani. Kwa hiyo akaona kwamba ni dhaifu kiasi gani niliko, afadhali na yeye awe hapo, na mimi kwa kuepusha asije akapata madhara kwa kushindwa kula, kwa kushindwa kulala, nikasema basi kama ni kufa, tuje tufe pamoja kwa maisha yoyote tutakayokuwa tukiishi kwenye mazingira haya. Nimekujulisha kwamba
mimi kwa sababu moyo wake wa mama yake ulijitoa kumpenda Mungu, kupenda haki, kupenda mema. Kwa hiyo kwake nimekuwa kama role model, nimekuwa kama mchungaji, nimekuwa kama rafiki, nimekuwa kama baba, kwa sababu moyo wake na moyo wa mama yake, kwa kuwa alikuwa anapenda haki tu, mema tu, unyofu tu. Alipoona moyo wangu kwamba mimi niko hivyo tu, aliniona kama mchungaji na mtu niliye msaada sana kwa roho yake ya utakatifu, unyofu, pasipo na unafiki, ambayo alikuwa akihitaji kwenye maisha yake yote. Kwa hiyo mimi ni moja mtu wa thamani sana kwake, ni wa thamani sana kwake kuliko hata uhai wake mwenyewe. Lakini hata mimi huwa naamini katika mwanafunzi anayejua kabisa sina hila, sina chuki, nina moyo wa kweli ambao ningetaka kama mimi Mungu hata okoa kupitia maisha yangu, basi awepo mtu anayenizunguka ambaye atakuwa anaangalia kila ninachokifanya, kila ninavyoishi. Kwa hiyo katika waumini wangu watiifu, waaminifu, ambao naamini sehemu ya roho yangu inaweza ikawa juu yao, basi ni mke wangu. Na ameishi kana kwamba ni Elisha kwa Elia, kwamba kama litampata lolote bwana wangu Elia, basi mimi nione. Na inawezekana nikiwa ni mtu nisiyestahili kuwa nabii, inawezekana kuna chochote Mungu anaweza akaachilia juu yangu ikiwa nitaona mwisho wa bwana wangu Elia. Ndio maana Elisha alipoambiwa na Elia mara kadhaa, kaa hapa niende pale nikafanya ibada nikatoa dhabihu, Elisha alimwambia, kama ishivyo roho yako sitakuacha, nitakuwa pale utakapokuwepo. Watoto wangu wengi hupenda kuwa hapo popote ninapokuwepo, lakini kwa sababu pengine ya ushuhuda na mazingira tunalazimika kuwa mbali kwa sura kama hii. Lakini pengine mke wangu si tatizo kivile. Kwa tumeanza hivyo, na inawezekana kama kunaweza kuendelea kuwa na hatari, inawezekana wengine tutakuwa hapo pamoja kulingana na kile ambacho Mungu atakuwa anatusaidia. Lakini pia jambo la tatu ama la nne, lakini pia nisingependa ile namna ambayo inaweza ikawa ingetafsirika au kuonekana kwamba mimi mwanaume nimejiponya, alafu nimemwacha mke kwenye hatari, hasa lingepatikana dhara lolote. Ingepatikana dhara lolote la hao ambao wamejaribu kuleta madhara kwa watoto wangu, na sasa naonekana ni kama wamekuwa na mtazamo ya kwamba dunia inaweza ikawa salama zaidi mimi nisipokuwa hai au nisipokuwa salama. Kwa hiyo kulikuwa na namna ya kwamba sasa mke akidhurika, itaonekana wanaume tunajiponya au najiponya kwa nilimtelekeza. Lakini pia kuna mtu ambaye hata wanaotupenda sana ambao nisingependa pia tuwaangushe. Wasema pana mchungaji, ni vizuri hata mama singekuepo naye angeondoka, kwa sababu pengine wanapokutafuta wewe kama tu
nia yao na mioyo yao imewaambia hapana. Yaani Mbarikiwa kwa sababu ya moyo wake wa haki, kupinga mabaya, kusema usilopenda kutendewa usimtendee mwingine, kuamini dunia, nchi inayoweza ikawa haina kilio, haina mtu kuonewa. Mtu akilia wote mnasimamisha kila kitu mpaka mpate jibu la kwa nini mwenzetu analia, kwa nini mwenzetu ameonewa. Huu moyo wa Mbarikiwa inawezekana ni mioyo isiyotakiwa kuishi. Kwa mtu wengi wakashauri kwamba mchungaji, inawezekana sasa unapotafuta wewe wakamsumbua, wakamuumiza mke wako. Mmoja akanitumia hata ujumbe kwamba ndivyo alivyompata Lumumba. Baada ya kumkosa walimchukua mke wake wakawa wanamtesa, wanamfanyia mabaya, wanamtumia video Lumumba. Lumumba alipoona hayo, Patrice Lumumba nadhani wa Kongo, akasema hapana, basi ngoja njitokeze tu nife mimi, na ndipo yakamkuta hayo. Na ni kweli ni kama nikiona mateso makubwa ya mke wangu kwa siku nyingi, naweza nikaona afadhali basi niuliwe mwenyewe kuliko aendelee kupata mateso mtu mwingine, kwa sababu mimi hiki naamini kilishawagharimu watu waliowahi kuwa na moyo kama huu, cha kuamini katika usawa, kuamini katika nchi na jamii ya watu ambao hawaumizani, hawaoneani, lakini wanafanikiwa sana. Mimi njia za kufanikiwa sana ningesikilizwa, ningeheshimiwa, ninazo na najua. Kwa sababu tumejaribu pale kanisani, huwezi ukaona aliye bora ni nani. Kwa sababu mimi pia naaminigi katika maandiko yaliyo katika Mithali yanayosema chakula cha mboga mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Yaani mimi naaminigi maendeleo ni wanadamu kutokuumizana. Wanadamu kila mmoja ana namna ya kuangalia asimfanyie mwingine lile ambalo yeye hapendi kufanyiwa. Uwezekano huo upo. Mimi ni mchungaji, nimejaribu kanisani, jamii ya watu maelfu huwa wanaishi hivyo. Ni vigumu sana kuona tofauti, kuona kuumizana, lakini pia kila anayekuwa na chochote humsaidia na kumuinua na kumfanya mwingine apate, afike hatua hizo, au awe na uwezo wa kuishi bila kuwalemea wengine, na wameweza. Kwa hiyo wanaamini nikiwa mwaminifu kwa dogo, Mungu anaweza kaleta hata kwa nchi nzima na kwa jamii yangu yote. Lakini sasa kwa kuwa hata kufanya hiki haikuwa rahisi, na pengine Mungu ameruhusu haya yote endelee, niseme tu kwamba niliona hoja hiyo ina mashiko, kwamba pengine hawa watu wakitaka kabisa Mbarikiwa pata, ingawa sidhani kama wanaweza kawa wanaendelea na harakati za mpaka Mbarikiwa wawe. Mimi niliondoka pale kwa sababu mwisho wa siku niliona ni kama tafsiri sasa imebadilika. Si kwamba tunataka kumuua Mbarikiwa kwa kuwa ana makosa huko nyuma, ila tafsiri ilibadilika. Ni kama sasa ilianza tunataka kumuua kwa sababu ni kama anatunisha msuli, kwamba nitaondoka hapa mpaka nimeuawa au nimezimia au wamekufa watu kadhaa kwa sababu ya hawa nao nizunguka hapa, kwa kuwa nao wako tayari kuuawa, lakini wasione mimi ninachukuliwa kirahisi na ambao pengine wana makusudi mabaya juu ya utu wa mtu. Kwa niliona ni kama tafsiri imebadilika sasa, natafutwa sana kuuawa kwa kuwa
ni kama nimetunisha msuli, na wakati naamini siko kwa ajili ya mapambano na yoyote, lakini pia Waswahili na wasemaji wanasema mwenye nguvu mpishe. Mimi naamini ninayosema ni upendo na kutaka kuonyesha njia mbadala ya aina ya maisha wanayoishi watu, si mapambano. Ukinionyesha tu moyo wa kwamba sitaki mimi uongee juu ya ubaya wangu, sitaki kabisa uzungumze juu ya ubaya wangu, niache. Kuna maeneo mengi naweza nikakuacha nisizungumze kabisa juu ya ubaya wako, kwa sababu pia Mungu ndiye mkamilishaji. Nilipokuwa nasema haya, ilikuwa niepushe nini kwako na kwa wengine. Lakini kwa kuwa usingeweza kunielewa, na mimi sio niliyekuumba naweza kuyapanda hayo kwenye moyo wako kwa ukamilifu, kuna eneo tunamwachia aliyekuumba. Kwa hiyo nia yangu haikuwa kwamba lazima utanisikiliza, lazima, hapana. Ila tafsiri ilibadilika, kwa hiyo ilionekana ni kama natunisha msuli, kwa ningeuawa sasa, ningepata madhara sasa kwa kusudi, kwa njia nyingine sasa, kwamba natunisha msuli. Kwa hiyo nikaepuka hiyo. Nikaona pia katika haya nayozungumza huenda pia nayo yakaonekana ni kutunisha msuli, si tunataka ungenyamaza kabisa. Katokea mke wangu kafanywa hayo. Kwa hiyo niliheshimu mashauri ya ambao mulitoa ushauri wa aina hiyo, ya kwamba ikiwezekana naye mkeo asiwe hapo. Narudia tena, kwa sababu kokote nitakuweko, nitahubiri ama nitawaambia wanadamu kwa habari ya faida za kumfanyia mtu mwingine unalopenda kufanyiwa, na hasara ya ubinafsi na kufanya yale tu ambayo ni faida kwako, hata kama yana madhara kwa watu wengine. Kwa pengine kusema hayo hata nisipotaja jina la mtu, kama ambavyo wengi msema sitaja jina la mtu. Hata nisipotaja jina la mtu, inaonekana tu nia ni ile ile, inaonekana tu naye msema ni wale wale, na hao mara nyingi lazima waendelee kupanga jambo baya dhidi yako. Kwa hiyo sababu ni hizo. Lakini pili, 5, mke wangu ni roho yangu, nia yangu. Yani kama zile filamu za kina Rambo, za kina Arnold Schwarzenegger, kunaita Komando Pens, No Retreat, No Surrender, Deadly Replay. Mara nyingi mwana ukombozi alipokuwa anakuepo, mke wake alikuwa anakuepo hapo. Kwa sababu pia na mke unakuta pengine na kenyewe kamejifunza, kuna vitu kanafanya yeah. Mke wangu najua anaweza akawa si mzuri sana kuongea, lakini nia yake imenyoka kabisa. Menyoka kabisa. Na sio wale wanaoburutwa kwamba anaishi na mwanaume ambaye basi tu. Hapana, ni wale ambao ameielewa sana nia ya hiki ninachokifanya, kwamba Mungu alitegemea nchi mpya ambayo kilio na kuomboleza hakutakuwemo ndani yake, iliyoandikwa katika Isaya 65 mstari wa 17 mpaka mwisho, ambao kilio hakitakuwemo kwenye hiyo nchi, maombolezo hatakuwemo. Kwangu naamini mimi ni moja ya mtu ambaye ninajaribu sana kusababisha nchi hiyo mpya itokee. Kwa hiyo ameniona kama rafiki na mtu sahihi sana
ambayo unatakiwa kuwa naye hapo kushiriki namna yoyote ya nia hiyo ya kazi hiyo ya wazo hiyo, na hata kumrahisishia chochote. Kimsingi mke wangu hana hali nzuri, huwa hafanyi chochote, hawezi. Nadhani mnafahamu baada ya kuoa kwa mtoto tulipigwa na vitu vya kimaabara. Mke wangu mkono hawezi kubeba chochote, mgongo hawezi kuinama, na mambo mengi kwenye mwili. Mimi mwenyewe kiangalia pote napokaa, siwezi kukaa bila kutegemeza mgongo kwa nyuma, napo isiwe muda mrefu sana. Lazima kuweko kitu ambacho kimeutegemeza mgongo kwa nyuma, hivi dakika 5-10 siwezi kukaa eneo fulani. Kwa ni mtu ambaye yuko katika udhaifu mwingi, lakini moyo wake umenyoka sana kwamba kama ni kufa basi acha nife, nikiwa katika wazo ambalo bila shaka ndio wazo ambalo Mungu analo dhidi ya wanadamu, dhidi ya dunia, na dhidi ya kuumbwa kwetu, sababu iliyompelekea atuumbe, atuweke sisi duniani. Inawezekana litaka tuje tujaribu kupigania hicho. Kwa hiyo sijajua Mungu anachoweza kufanya, kwa sababu pia mwimba tenzi anasema wanyonge kuwa mashujaa. Inawezekana kwa namna ambavyo ameutoa moyo wake kwenye maisha yangu hata nisipokuwepo, huenda Mungu anaweza akaweka roho nilionayo na makusudi ambayo Mungu angeyatimiza kupitia maisha yangu, akayatimiza kupitia yeye au wale watakao mtazama kwa ukaribu. Kwa sababu hata waumini waliopo pamoja nasi kwa uaminifu mwingi, wengi wameimarishwa sana na kumtazama mama yao kwa namna ambavyo ni mwaminifu, ni mnyenyekevu, ni mtiifu, na yuko tayari kustahimili, amestahimili kitu cha aina yoyote. Kwa wengi wameimarika kupitia hiyo. Kwa inawezekana hata nisipokuwepo, anaweza kawa ni yeye, au watu wanaweza kumtazama yeye kama mwanamke shujaa asiye na hila. Mambo mawili ya mwisho. Sasa kuna watu watauliza kuhusiana na kanisa, kwamba kanisa itakuwaje sasa na mama hayupo. Kiujumla kanisa, sisi kwetu tumeweka mfumo ambao mtu anaweza kaendelea na imani akiwa naishi kwenye ule mfumo, na ni mfumo ambao mara nyingi kila siku lazima tukutane, na kuanzia hapa mimi karibu kila siku nitakuwa nikiwa na watu wangu, nilipo network itakuwa imekaa sawa sawa. Taongea nao, watu naongea, lakini hata nisipokuwepo mimi, hata nisipokuwepo mke wangu, aina ya imani ni kwa sababu sisi tuna masana kuomba na masana kutenda mema. Usiopenda kutendewa usimtendee mwingine, na faida za kuomba na faida za hayo mema ambayo karibu kila mahali duniani panatakiwa, na wengi wameshaona faida za kuishi hivyo. Neema inayokuwa juu yao, heshima inayokuwa juu yao. Kwa hiyo wengi ambao bado wameokoka kabisa, acha wengine ambao huwepo kanisani wakiona mbona ni kama kuna mahali wako huru, mbona ni kama hapa tumetuishwa mzigo mzito, hao wakipata nafasi kama hizi wanasema mbona baba naye kakimbia na sisi ngoja tukimbie. Hapa pana hatari ya kifo, kwani yeye amesema hapo nini kwenye jamii. Lakini wale ambao mfumo wa ibada, maombi na kutenda mema umeshawasaidia, usiwe na shaka, hao wanaweza kuwa waaminifu miaka yoyote iliyobaki mbele, kwa sababu kupitia maisha hayo yako mambo yamefanyika kwenye maisha yao, na yako mambo yanaweza kuja kufanyika makubwa sana kupitia maisha yao katika siku
zijazo. Na jambo la mwisho, vipi kuhusiana sasa na usalama baada ya hapa? Je, mtakuwa mafichoni hadi lini? Kimsingi mimi nimesema nimekimbia ili nionyeshe unyenyekevu kwamba wala hata situnyishi msuri. Ni kweli na maumivu makali sana. Natamani hii hali ingeondoka ya watu kulia, watu kuomboleza, ingeondoka mapema. Kwa hiyo kwa habari ya usalama sasa, inaweza ikawaje baada ya hapa? Kuna namna nyingi zingine zitaendelea kuja huko mbele. Lakini namna moja ni kwamba baada ya mambo mengi kuendelea hapa katikati, huenda kuna taswira itaonekana huko mbele ambayo itaamua sasa maisha yatakuwaje. Kimsingi sijakimbia kifo. Inawezekana kabisa nimebadilisha mazingira ya kifo au aina ya kifo. Lakini hata hicho ambacho kimeshazoeleka sasa kwenye nchi yetu, inawezekana ni hicho. Lakini nimepisha pia baadhi ya watu wa Mungu waliosema, Mbarikiwa, tunatamani ungeona ukombozi. Tungeona ukombozi ulioutaabikia. Kwa hiyo wakaniwekea muda kwamba kufikia muda fulani Mungu atakuwa amekomboa. Hebu wewe tafuta mahali panapoweza kuwa salama, ukae hapo uone ukombozi. Sasa isipotokea kwa muda ule ambao walikuwa wameweka, yashaka wote sasa tutakuwa tumejua natakiwa tutafute njia nyingine. Sasa hiyo njia nyingine inawezekana italazimu mimi niwe wazi hapo kanisani na kwenye mazingira mbalimbali. Kwa hapo huenda kile kifo cha aina ile kinaweza kikanikabili. Kwa hapo huenda hakuna atakayenilaumu, kwa sababu nimepisha pia wengine waliosema Mungu atatusaidia kupitia njia hii, tutafanya hiki, Mungu atatuokoa. Pengine na njia zao hazijawezekana, kwa hiyo huenda na wao watakuwa najua kwa kweli ukombozi una Mungu tu, kwa wakati ambao pengine Mungu ataona vema kufanya na kupitia mtu yoyote. Wengine tuibaki tuingie kwenye maandiko yanasema hawa wakafa wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kujua kwamba hazikuwa kwa ajili yao, lakini wakazishangilia. Kunawezekana sisi tutaingia hapo. Kwa hiyo swala usalama wa sasa na baada ya hapa, kwanza niseme mimi siamini, sidhani kama nina uadui kiasi hicho cha kwamba nitasakamwa kila kona. Siamini kwamba nina uadui kiasi hicho kwamba nitatafutwa kila kona. Siamini kwa sababu sina mpango pia wa kuweka msuli na mapambano. Siamini kwenye mapambano. Naamini kwenye diplomasia, naamini kwenye mahusiano. Naamini kwenye adui wa leo anaweza kuwa rafiki wa kesho, na rafiki wa leo akawa adui wa kesho. Naamini hilo. Kwa hiyo si mtu ambaye pengine huku niliko nitakuwa tu mahali kwenye handaki. Hapana. Kuna maeneo mengi tatimiza wajibu huu. Naweza nikakutana na watu hawa na wale. Lakini pengine tu niko wapi, naishi wapi, itakuwa vigumu sana watu kujua. Ila mtu ambaye anaweza kawekeza nguvu ya kila aina akanipata, ukweli ndio maana wanasema
hata ile neno acha kabisa sasa kuhubiri, usiongee, potea kabisa. Hapana, mimi nitabadilisha aina ya kuhubiri, nitabadilisha mazingira ya kuhubiria, lakini nitahubiri wakati wote nitakaokuwa naweza kufanya kinachoonyesha huku ni kuhubiri. Hivi ndivyo alivyofanya watu wa Mungu wakiwa hai. Ndio maana akina Paulo walipokuwa gerezani waliwahubiri watu walioko gerezani, lakini pia waliandika nyaraka ambazo zinatumika mpaka leo. Hiyo ni ishara kwamba alibadilisha aina ya kuhubiri, alibadilisha mazingira aliyokuwa anahubiria, lakini bado aliendelea kuhubiri. Kwa hiyo mimi kuto kusema chochote juu ya watu ambacho kinaweza kikaja kuwa dawa, kinaweza kikaja kuwa ukombozi. Najua kwa maneno dunia iliharibika. Kwa maneno Yesu ndio maana alikuja duniani kuomba. Angeombea kule mbinguni. Alikuja duniani aongee, awajulishe watu njia, na kipande fulani ukombozi ulipatikana. Baadaye wakatokea wengine ambao waliendeleza, na kuna nchi ambazo zimeishi maisha yasiyo na kuumizana kwa sababu ya kufuata falsafa ambayo Yesu aliipigania na baadaye mitume wake. Nitaendelea kufafanua na vingine matukio, hali itakuwa ikionyesha na kutabiri nini kitafuata baada ya hapo. Takayokuwa sijafafanua, takapokuwa napata comment za hapa na pale, na mimi nitakuwa nikirudi tena kuyafafanua. Mwisho niseme kama inakupendeza, madhara yote yametupata kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kutengeneza mazingira rahisi ya kesho yako, ya watu wa Mungu. Kama inakupendeza ukaona tutakako kuweko, kama kuna kitu kitahitaji fedha, hiyo fedha wewe unaweza ukawa sehemu ya kilio hiki, hali hizi. Basi mara kadhaa nimeweka namba ya simu ambayo pesa itaingia. Kuna watu wanahoji, sasa ninapokutumia pesa isiwatajua ulipo. Ukweli ni kwamba mimi sipo kanisani, lakini hizo namba zipo kanisani. Hawa kanisani wakipata, kuna namna, kuna mahali wanazipeleka, kule mahali zinaweza zikanifikia. Ama kuna namna ambavyo mimi naweza kuchukua. Sasa kama utahangaika na hawa ambao wanapokea, wakujulisha kiujumla, mimi sijajificha kihivyo na sitajificha kihivyo, kwa sababu sio mwizi, sio muuaji, sijahalifu chochote, ila Mungu tu ameruhusu niwe duni. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Amen.